Wote tunafahamu kuwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports wametangaza rasmi kwamba hawatashiriki mechi ya dabi ya Kariakoo leo kati yake dhidi ya Yanga kutokana na kuzuiwa kufanya mazoezi. So kuna mengi ambayo yanaendelea, lakini kila mchambuzi amekuwa akitoa maoni yake. Lakini taarifa ya awali nilikuwa nayo ni kwamba Yanga ifikapo muda wa mechi watakuwa uwanjani kama kawaida kukamilisha taratibu, kwa kiamini kwamba Simba sipotokea wenyewe watapata alama 3 za mezani kwa mujibu wa kanuni. Lakini Simba wenyewe shekazi msimamo hawataenda hadi timu iliyozuia kufanya mazoezi itakapo adhibiwa. Mchambuzi wa soka Ansel Raphael kutumia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi: nimesoma vizuri barua ya Simba, ila kuna sehemu kama mbili hivi wameniacha njia panda. Moja, katika sintofahamu hiyo Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Kupitia huu mstari ni wazi Simba hawajazuiliwa na mabounsa kuingia uwanjani, bali wamezuiliwa na meneja wa uwanja, kwani ndiye mwenye mamlaka na funguo za kuruhusu watu waingie uwanjani. 2, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Kwenye mstari mwingine Simba wameandika juu ya mabounsa wa Yanga: binafsi hapa wameniacha njia panda. Najiuliza wamejuaje kama wale ni mabounsa wa Yanga? Mbaya zaidi, kwenye ile eneo hakukuwa na kiongozi yote wa Yanga. Sasa wao wamejuaje kama wale ni mabounsa wa Yanga? Au walikuwa na jezi au vitambulisho vya Yanga? Maana viongozi wote wa Yanga wamesajiliwa TFF, hakuna sehemu ya Yanga wamesajili mabounsa. Lakini pia barua ya Simba inasema bounsa wa Yanga wamezuia timu kuingia ndani, ila ukiangalia video za lile tukio bounsa walikuwa nje ya uwanja. Ina maana wao hawakuwa na mamlaka ya kuingia ndani, kwani meneja wa uwanja alitia rock. Pia tujiulize swali, mabounsa ambao walikuwa nje wanaweza vipi kumzuia mtu asiingie ndani wakati uwanja umefungwa? Hii barua ya Simba ina maswali mengi. Haya ni mawazo ya Ansel Raphael kuhusiana na ile barua ya Simba Sports. Hapa ni TV Sports Update. Mimi ndo Ramadhani Juma, mwanangu wangu ni Edwin Tizadiai.